BMP TV Professional Update. Habari za wakati mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya kweli kutoka moyo Afrika. Ni mimi Bila Pengo Olo. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu, endeleeni kutuunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Ratiba yetu ya matangazo kutoka BMP TV Online, tunaletea taarifa kamili za habari kila siku kwa nyakati zifuatazo: saa 12 asubuhi kwa majira ya Afrika Mashariki. Hii ni sawa na saa 11 asubuhi kwa majira ya Afrika ya Kati. Saa 4 asubuhi Afrika Mashariki ni saa 3 asubuhi Afrika ya Kati. Saa 8 mchana Afrika Mashariki ni saa 7 mchana Afrika ya Kati. Saa 12 jioni Afrika Mashariki ni saa 11 jioni Afrika ya Kati. Na leo tarehe 28 Oktoba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye muhtasari wa habari za leo. DRC. Wazalendo wamefanya ufuatiliaji wa haraka njia ya kitaifa namba 2 Mwenga na Kamituga na Shabunda. Boma. Mwanaume mmoja amenusurika kuuawa kwa kuchomwa moto na umati wenye hasira katika mji wa Boma, magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC. Waheshimiwa watazamaji, habari zetu zinafika sasa kuhusu hali ya usalama kwenye barabara kuu ya kitaifa namba 2 inayopita Mwenga, Kamituga na Shabunda. Kwa niaba ya wazalendo waliopo katika eneo hilo, tunawaletea ujumbe wa muhimu kwa madereva, kwa watumiaji wa pikipiki, taksi na raia wote wanaosafiri njia hiyo. Kulingana na taarifa zilizotolewa, wazalendo walijihusisha na uingiliaji wa haraka katika eneo hilo na kuanzisha udhibiti wa usafiri. Hali hii ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha usalama na uzingatiaji wa sheria katika maeneo yanayokabiliwa na hatari za kiusalama. Tunaomba wananchi, hasa madereva na mabasi, pikipiki, taksi pamoja na abiria kuzingatia masharti yafuatayo. 1. Udhibiti wa gari na usafiri wa lazima. Kila gari linalopita njia hiyo litakaguliwa. Wazalendo wameweka vituo vya udhibiti kwenye sehemu mbalimbali za Mwenga, Kamituga na Shabunda. 2. Rezilia kitambulisho chako. Wasafiri wote wanahimizwa kusafirisha kitambulisho kinachotambulika, kadi ya utambulisho au kadi ya mpiga kura. Kutokuwepo kwa kitambulisho kunaweza kusababisha kizuizi au kushikiliwa kwa muda ili kufanya ukaguzi zaidi. 3. Wale wanaoshukiwa kuwa waloweza kuingia kwa siri au kuwa wanachama wa makundi ya uasi wanatafutwa. Taarifa inasisitiza kuwa yeyote anayedaiwa kuwa mfinyu, mpelelezi au mwanachama wa magaidi ana nafasi, anaweza kukabiliwa na hatua kali za usalama, ikiwemo hatari ya kuumia au kifo endapo atajihusisha na vitendo vya uasi. Taarifa hii inatolewa kama tahadhari kwa umma kulingana na maelezo ya chanzo. 4. Ikiwa vita vitaanza, wabaki mahali mlipo. Wanaotumia barabara wanashauriwa kuwa iwapo hali ya kivita itaibuka ghafla, msifanye kukimbia kwa ufuska. Badala yake kaa mahali ulipo hadi itakapokuwa salama ya kusafiri. Kukimbia kwa fujo katika barabara kunaweza kuongeza hatari ya majeraha au vifo. 5. Wazalendo wapo kwa wengi katika maeneo ya Walungu. Taarifa zinasema kuwa vikosi vya wazalendo vinaonekana katika maeneo mbalimbali ndani ya tarafa ya Walungu. Hivyo jitihada za kushirikiana na umma zinahitajika ili kuimarisha usalama wa wananchi. 6. Mapenzi na msaada kwa wazalendo. Wazalendo wanawataka wananchi waliopo katika maeneo ya mbele kuendelea kutoa msaada na mchango ikiwa inawezekana ili kuendelea na shughuli za ulinzi na ufuatiliaji. Waheshimiwa wananchi,
tafadhali zingatia maagizo ya usalama, shirikiana na mamlaka husika na kuepuka kueneza taarifa zisizo rasmi ambazo zinaweza kuleta taharuki isiyo ya lazima. Ikiwa unahisi hatari au una taarifa muhimu kuhusu usalama, ripoti kwa mamlaka za eneo lako au kwa vituo vya udhibiti vilivyopo kwenye barabara. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ilikuwa ni taarifa kamili kutoka Mwenga, Kamituga, Shabunda. Tujielekeze Boma, magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanaume mmoja amenusurika kifo cha kutisha katika eneo la Mbagu, mji wa Boma, baada ya umati wenye hasira kujaribu kumchoma moto wakimtuhumu kwa wizi wa simu na msichana mdogo. Mashuhuda wanasema kuwa tukio hilo lilianza baada ya msichana mmoja kupiga kelele akidai kuwa simu yake imeibiwa, jambo lilowakusanya wananchi waliomvamia mtuhumiwa huyo kwa hasira kali. Kwa mujibu wa walioshuhudia, mwanaume huyo alicharazwa vibaya na hata kumwagiwa petroli kabla ya polisi kuwasili kwa wakati na kumwokoa kutoka mikononi mwa umati uliotaka kufanya haki kwa mikono yao. Maafisa wa polisi mjini Boma wamethibitisha tukio hilo na kueleza kuwa uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini ukweli wa madai ya wizi na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Wakazi wa eneo la Mbagu wametakiwa kujiepusha na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi, kwani hatua kama hizo zinaweza kusababisha vifo vya watu wasio na hatia na kuchochea uvunjifu wa amani. Tukio hili linarejesha tena mjadala kuhusu umuhimu wa kuimarisha ulinzi, elimu ya uraia na uaminifu kwa vyombo vya usalama katika jamii, hususan katika maeneo ambako wananchi mara nyingi huchukua hatua za ghadhabu kabla ya uchunguzi rasmi. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu. Usisahau kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kidijitali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua. Tukutane majira ya saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. BMP TV Professional Update.